Hatua 4 za mama. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatimiza miaka 4 toka achukue madaraka kufuatia kifo cha mtangulizi wake Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia imekuwa miaka yenye tija, miaka yenye mafanikio, miaka ya maendeleo. Kwetu sisi halmashauri ya manispaa ya Kinondoni tumefanikiwa. Kwanza, tumeweza kuongeza mapato ya ndani. Kwa kipindi cha miaka 4 ambayo Mheshimiwa Rais amekuwepo madarakani, mapato yetu ya ndani yameongezeka kwa zaidi ya 50%. Sasa hivi Kinondoni tunazungumzia mapato ya ndani kwenye bilioni 76 wakati tulikuwa kwenye bilioni 42. Hayo ni mafanikio. Kuongezeka kwa mapato ya ndani, ukiacha ile ruzuku inayotoka serikali kuu, imetuwezesha kutekeleza miradi ya maendeleo kwa ufanisi mkubwa. Na miradi hiyo imegawanyika katika maeneo yafuatayo. Tunayo miradi ya afya, tumeweza kujenga vituo vya afya, tumeweza kujenga zahanati katika kata zetu 19. Hivi ninavyozungumza, kwa jumla ya kata za Kinondoni tuna jumla ya kata 20. Lakini katika kata zote hizo 20, kata 19 hivi ninavyozungumza zina zahanati, lakini kwa kuwa tumekwenda mbali zaidi, ziko kata nyingine zina zahanati, lakini ndani ya kata pia tuna vituo vya afya. Ni kata moja ya Msasani, kata moja ya Mikocheni ndio ilikuwa bado haijapata hicho zahanati. Lakini hivi ninavyozungumza kwenye bajeti ya 25-26 tumetenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa zahanati katika kata ya Mikocheni. Kiwanja kimekwisha patikana na hivi muda wote mkandarasi ataingia site kuanza ujenzi. Maana yake ni nini? Tunakuwa sasa tumekamilisha kata zetu zote 20 zinakuwa na zahanati na nyingine zina vituo vya afya. Kwa hiyo ukija kwa jumla ndani ya wilaya yetu tuna maeneo ya kutolea huduma za afya, nikiwa na maana ya zahanati na vituo vya afya 36. Lakini tumepata mafanikio makubwa, na haya mimi nasema yamechagishwa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais akiwa makamu wa rais ndiye aliyeweka jiwe la msingi la hospitali yetu ya wilaya ya Mabwepande. Alikwenda mwenyewe akaja pale akaona. Tulichelewa sana kuimaliza ile hospitali, lakini ndani ya kipindi cha Mheshimiwa Rais tumeweza kumaliza hospitali yetu ya wilaya ya Mabwepande na sasa hivi imekamilika. Kwa nini tumeimaliza? Yeye akiwa rais aliweza kutuboosti, alitusaidia kwa maana ya serikali yake kutuletea jumla shilingi bilioni 3. Fedha hizi zilikuwa ni fedha nyingi kuzipata kwa mara moja. Fedha hizi zimeweza kujenga jengo la wagonjwa wa dharura, limejenga ICU, limejenga mochwari, tumejenga jengo la mama na mtoto na maeneo mengine. Kwa hiyo hospitali sasa hivi ukija pale Mabwepande imeshakamilika kwa 100% na inaendelea kutoa huduma. Haya ni mafanikio makubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya. Lakini kwenye elimu ya msingi Mheshimiwa Rais ametusaidia. Sisi hapa tulikuwa tuna changamoto kwenye elimu ya msingi na sekondari. Kila mwaka tulikuwa tukifika mwezi Desemba, halmashauri inasimama, tunajadili namna gani tutawapokea wanafunzi wanaomaliza shule ya msingi wanakwenda kuanza sekondari. Tulikuwa tuna uhaba wa madarasa, tulikuwa tuna uhaba wa vyoo, tulikuwa tuna uhaba wa madawati ya kusomea watoto, ya kukalia watoto wetu. Lakini Mheshimiwa Rais baada ya kuingia kupitia fedha zile za uviko alifanya maajabu makubwa. Tuliletewa fedha nyingi na zenyewe ni takriban bilioni 3. Tumejenga madarasa ambayo hivi ninavyozungumza kila mwaka tumeshaondoa sisi katika bajeti zetu fedha kwa ajili ya kujenga madarasa. Tunayo madarasa ya kutosha na ufaulu Kinondoni ni mkubwa na idadi ya wanafunzi ni kubwa. Tuna wanafunzi zaidi ya 30 wanamaliza hapa kila mwaka, na wote wanapokwenda sekondari hakuna hata mwanafunzi mmoja ambaye anasalia. Tulikuwa tuna utaratibu hapa kuwa na first selection na second selection, lakini sasa hivi Kinondoni swala la wakichaguliwa wanafunzi wanachaguliwa mkupuo mmoja, hakuna wanaosubiri labda wataingia awamu ya pili. Hayo ni mafanikio ambayo Mheshimiwa Rais ametuletea.
Lakini Kinondoni tumefanikiwa. Unapoona sisi tumepiga hatua ya maendeleo, hatujivunii sisi, ni yule anayotusimamia. TAMISEMI iko chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunayoyafanya sisi hapa Kinondoni ni kwa sababu kuna nguvu, kuna usimamizi mzuri. Tumejenga stendi kubwa pale Mwenge. Ule ni usimamizi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ni kipindi chake. Hapa Kinondoni tumejenga jengo kubwa la utawala ambalo hapo awali halikuwepo, zaidi ya bilioni 4 tumeziingiza hapa. Mwenge pale tumeingiza bilioni 12. Lakini tumejenga uwanja wa mpira wa kisasa ambao watu wengi sasa wameijua Kinondoni ndani na nje ya nchi kwa sababu ya uwanja ambao unatumiwa na vilabu vikubwa hapa Tanzania vya Simba na Yanga. Tumeingiza pale jumla bilioni 7, lakini tunaongeza bilioni 2 nyingine ili kukamilisha maeneo madogo madogo ambayo yalikuwa hajakamilika, na tunakwenda kuweka taa. Yote haya ni kazi nzuri ya usimamizi, ni maelekezo mazuri ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameyafanya ndani ya wilaya yetu ya Kinondoni. Lakini usisahau leo hospitali ya Mwananyamala ambayo ilikuwa ni hospitali ya wilaya sasa imepandishwa hadhi, imekuwa ni hospitali ya rufaa ya mkoa. Mwananyamala ya sasa sio Mwananyamala ya zamani. Mheshimiwa Rais baada ya kuapishwa tu, ziara yake ya kwanza mama wa watu alikuja kuifanya pale Mwananyamala. Ilikuwa kama ni sehemu na yeye kuja kutoa sadaka yake na shukrani yake kwa wagonjwa. Aliwatembelea wagonjwa, aliona hali halisi ya hospitali yetu namna ilivyo, na kwa kweli ameibusti, ameipa nguvu hospitali yetu kwa kiwango ambacho mtu akifika Mwananyamala anaona ni hospitali ambayo iko kwenye hadhi ya tofauti kabisa. Mwananyamala leo pale tuna emergency medicine department EMD kubwa kuliko iliyopo Muhimbili. Mwananyamala tuna jengo la ICU inawezekana ni kubwa kuliko lililopo Muhimbili. Yote haya yamewezeshwa na Mheshimiwa Rais kwa kuingiza pale zaidi ya bilioni 3. Mwananyamala leo tuna jengo la maalum la kushughulikia watoto njiti. Hatulazimishi tena sasa hivi watoto njiti wapelekwe Muhimbili. Imetengenezwa wodi maalum na wataalamu wako pale wanafanya kazi hiyo. Yote hii ni uwezeshaji ambao Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameufanya ndani ya kipindi chake cha miaka 4. Mwananyamala sasa tuna CT scan. Hakuna sababu ya mtu kuondoka kwenda kupiga CT scan Muhimbili. Mambo yote yakifanyika yanafanyika pale. Tunachoendelea nacho sasa ambacho tumeahidiwa ni kufungiwa na MRI. Kwa maana hiyo tutapunguza mzigo mzito wa watu ama kwenda Muhimbili ama kwenda Mloganzila. Haya ni mafanikio ya miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwenye eneo la afya. Maji Kinondoni leo tunazungumza habari ya maji. Tulikuwa tuna changamoto za maji, lakini leo mtandao wa maji kwenye wilaya ya Kinondoni ni zaidi ya 98%. Wananchi wa Kinondoni wanapata maji safi na salama kutoka DAWASA. Pale ambapo maji hayapatikani, ipo sababu ya msingi, ama mitambo inarekebishwa na kadhalika na kadhalika. Haya ni mafanikio ambayo Mheshimiwa Rais ametupatia. Lakini twende kwenye siasa. Tumetengeneza siasa za kuvumiliana. Mheshimiwa Rais ameleta foara. Mimi nasema yapo mafanikio makubwa yametokana na foara. Kuna wakati tulikuwa tusikilizani, hatuaminiani, hatupendani, lakini tumerudi, tumekuwa kitu kimoja. Leo mwanasiasa wa Chadema anaweza kaja hapa ofisini kwa meya akazungumza na mimi akiwa na jambo lake akasema hivyo. Tuna DCC, yani ile tunasema District Consultative Council, baraza la ushauri la wilaya. Baraza lile linaundwa na vyama vyote vya siasa. Chadema wamo, NCCR wamo, Kafu wamo, vyama vyote vyenye usajili wa kudumu. Kwa hiyo tunapojadili maendeleo ya wilaya yetu sasa hivi mambo yamekuwa ni tofauti. Tunawashirikisha kabla hatujapitisha sisi bajeti yetu. Tunawaita wenzetu kuwaambia tuna mipango hii tunataka kufanya ndani ya wilaya ya Kinondoni. Na tumekwenda mbali zaidi. Mwaka jana nilitoa ushauri na ushauri ule ulizingatiwa. Nikamwambia mkurugenzi, sisi tunajenga nyumba moja. Tufike mahala tuwashirikishe wenzetu katika kuona kile ambacho kinafanyika. Wasiishie tu kuja hapa manispaa tukaambia tumepanga mipango hii. Tuje tutembee nao na tuwazungushe kwenye kata zetu zote wakaone kile ambacho serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inakifanya. Kinondoni tumefanya. Tumetembea na viongozi wa vyama vyote kikiwemo Chadema kuwapeleka kata moja hadi nyingine kuwaonyesha miradi ya kimkakati, miradi ya maendeleo katika maeneo yote haya ambayo nimeyasema, ambayo kwa kweli tumeitekeleza
chini ya usimamizi na nguvu ya Rais Samia ndani ya kipindi chake cha miaka 4. Hiyo ndiyo 4R tunaizungumza maendeleo. Tunapokwenda kwenye uchaguzi tutaendelea kulumbana, lakini tunapokuja kwenye uhalisia wa maisha ya watu wenzetu wanakubali. Hizo ndio 4R. Lakini mikutano, leo vyama vinafanya mikutano. Vyama vilikuwa vimezuiwa kufanya mikutano, vilikuwa vimeingiwa na hofu ya kufanya mikutano, lakini leo vyama vya siasa vinafanya mikutano ndani ya wilaya na Kinondoni. Kama unavyojua, unapozungumza Dar es Salaam ni lazima uizungumze Kinondoni. Vyama vyote vikubwa unavyovijua nchi hii, ukiachilia mbali Chama cha Mapinduzi, labda ofisi ndogo ndio iko Ilala, lakini vyama vingine vya upinzani makao makuu yao yako ndani ya wilaya ya Kinondoni. Tunashirikiana na wananchi wanajua, kwenye kubishana kwa hoja tunabishana kwa hoja, lakini tunapofika mahala pa maendeleo wote tunakuwa ni kitu kimoja. Hii ndiyo falsafa ya 4R ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuisimamia, ameianzisha, ameiasisi, na sisi tumeipokea na tunaendelea kuitekeleza kwa mustakabali wa taifa letu. Hatua 4 za mama.